Leo ni Jumamosi. Naenda mazoezi lakini nikaona bora kwanza niongee na marafiki zangu wa TikTok. Ndoa iheshimiwe na kila mmoja na kila ndoa itunzwe kwa usafi kati ya mume na mke. Mungu atawahukumu kuwa na hatia wale wanaofanya uzinzi na usherati. Nisubiri dakika chache tu tunakwenda usiofu. Hebu twende tusome Malaki sura ya 3 mstari wa 5. Malaki 3:5. Nami nitawakaribieni ili kuhukumu. Nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu yao waapao kwa uongo na juu yao waonekanao wenye kuajiriwa kwa ajili ya mshahara wake, wamuoneaye mjane na yatima, kumpotosha mgeni asipate haki yake. Wala haniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi. Kwa sababu ninaongelea swala la ndoa, ina maana hata wale ambao wanafanya uzinzi wako ndani ya ndoa hawamuogopi Mungu. Ni Bwana wa majeshi. Na yeye ndio Kristo Yesu ndio atakayewahukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo kaa vizuri, tengeneza vizuri. Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Mungu anasema hatukatazi kuchangamana nao. Yamkini labda umeoa au umeolewa na mtu ambaye ni mzinzi, usimwache. Hebu wewe simama kwa nafasi yako, msaidie kuomba ili aondokane na hiyo hadha. Maana hiyo ni hadha, ndugu yangu. Timotheo wa kwanza. Anateseka huyo, msaidie. Mwingine anatamani kutoka, anashindwa. Kwa muonyeshe upendo kwa kumuombea. Nasoma Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4, afu nitasoma na ule wa 12. Mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahivu. Hii ukisoma hapo juu inakuonyesha namna ambavyo mtu ambaye anatakiwa kuwa askofu au kuwa kiongozi anatakiwa aweje. Kwa aweze kusimamia nyumba yake vema. Asiwe mzinzi, asiwe msherati. Anasema mashemasi na wawe waume wa mke mmoja, wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao. Leo hii tumeshuhudia pia kwenye makanisa, unakuta labda mtu ni mzee wa kanisa, mtu ni shemasi, lakini sio mwaminifu kwenye ndoa. Kwa Mungu anatuasa kwamba tusiwaweke watu wa namna hiyo. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema hivi: wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukurani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Yaani leo hii kwanza kumekuwa na sarakasi nyingi sana kwenye mambo ya kula nini. Huku ni kujinyima kusikofaa. Mungu amebariki kila kitu, kila chakula. Kwa hiyo kuna watu ambao anasema Bwana usioe. Yaani yuko kwenye ndoa ana machangamoto yake huko, alafu anaambia watu wengine wasioe wala wasiolewe. Sio sawa. Mungu anakataza, akiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na hivyo. Yaani wewe unazuia wenzio wasioe au wasiolewe kwa sababu gani? Wewe kama ndoa imekushinda, usidhani kwamba na wenzio itawashinda. Hapana. Ni wewe tu kwa sababu umeshindwa kukaa katika utiifu wa Mungu. Umeshindwa kumsikiliza Mungu anataka uishije kwenye ndoa. Tito sura ya 1 mstari wa 6. Hebu tumuone Titus anasemaje hapo. Anasema ikiwa mtu akushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio, wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii. Sasa hapa anasema mstari wa 5, anasema kwa sababu hii nalikuacha Krete ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Kwa alikuwa anajaribu kumwambia hao wazee, alikuwa ameachiwa Tito, ameachiwa maagizo, lakini akawa amepewa maelekezo kwamba hao wazee ambao utawaweka hakikisha wawe mtu ambaye hajashtakiwa na awe ni mume wa mke mmoja, na watoto wake wawe ni watoto wanaofanyaje, wanaoamini. Nimalizie kwa huu mstari wa mwisho kwa siku ya leo, Ufunuo wa Yohana sura ya 22 mstari wa 15.
Anasemaje huyu? Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Yaani wewe kama uko kwenye ndoa, uko nje, nyinyi ambao mko kwenye ndoa, neno linawaambia kwamba uko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi. Yaani uko nje kuko ovyo. Kwa tulia kwenye ndoa yako. Na Roho Mtakatifu akusaidie uweze kutulia, ipende ndoa yako. Jamani, nawapenda sana. Nawahi mazoezi. Leo ni Jumamosi. I love you.